Bwana, wamekusikia Wanambinga bila shaka, lakini kilichonileta mimi zaidi siku ya leo ni kuhusiana na kauli ya Clatous Magori. Muda mchache ametoka kuitisha press na waandishi wa habari akizungumza sakata la Damaro, na wanataka TFF warejee tena na wawajibu ipasavyo, la sivyo watachukua hatua kwenda CAS ama kwenda hatua za juu, ngazi ya juu kwa maana ya FIFA. Kwanza na mimi lazima nikiri nimemsikia. Lakini cha pili nasema nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba mzee wetu Clatous Magori. Kabla sijazungumza kile ambacho nilichokitaji kuzungumza au kujibu katika ile swali ambao leo niuliza, lakini niwafahamishe watu wa football Magori ni nani. Kwa sasa hivi unavyozungumzia Magori unakwenda kumtaja mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi wa klabu. Lakini Magori huyu kwenye historia ndio CEO wa kwanza wa klabu ya Simba. Lakini kabla hujazungumzia kundi la Friends of Simba namna ambavyo walivyoliandaa, Magori huyu unakwenda kumzungumzia ameshawahi kuwa makamo wa rais wa shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF. Magori unakwenda kuzungumzia ameshashika nyadhifa mbalimbali za ujumbe kwenye shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Magori huyu unakwenda kuzungumzia ameshawahi kushika nyadhifa mbalimbali la shirikisho la soka Afrika Mashariki kwa maana SEKAFA. Kwa hiyo unakwenda kumzungumzia Clatous Magori, mtu wa football, mtu wa mpira. Anajua kanuni, anajua taratibu, anajua sheria. Mimi binafsi nimeenjoy kumsikiliza. Lakini niseme amenifirisi. Amepita kwenye njia zote, baada ya kupita akaenda akafunga kwenye njia zote. Na ukitaka kuchambua moja kwa moja ambaye aliyezungumza, unatakiwa akili yako itulie, kwa sababu Magori hakukurupuka. Amekwenda kuzungumza kitu ambacho yeye anakifahamu nini anafanyaje, anazungumza. Leo binafsi lazima tuseme wana Simba tumefarajika kumsikia mwenyekiti wetu wa bodi akizungumza. Lakini wacha nipitie kwenye mapitio machache tu kwenye swala la Damaro. Hakuna Mtanzania asiyejua kwamba kanuni zimekiukwa na kamati ya hadhi na haki za wachezaji. Kabla hujatumia elimu kubwa, tumia elimu ndogo na maamuzi yaliyokwenda kufanyika katika ile shauri. Siku ya kwanza shauri lilivyoitwa, wanasheria wa Simba baada ya kufika kwenye kamati ikasema tunaahirisha kwa sababu aliyetumiwa kwa maana Dar es Salaam Africans hajafika, hana taarifa. Wao wenyewe wakasema tutawapelekea taarifa na tutawaita. Cha ajabu cha kushangaza, kwenye mwito wa pili, aliyetakiwa kuitwa mara ya kwanza kufika akaendelea tena kutokufika. Kamati ikaenda ikafanya maamuzi katika shauri. Swali tunajiuliza, wai walilisha mara ya kwanza walishindwa kufanya shauri? Kilichowapelekea mara ya pili kwenda kufanya shauri, aliyakuwa mtumia ambao wao walisema wanamuita ili kukaa kusikiliza hakuja. Kwa nini? Hii ni sehemu ya kwanza ambayo unaweza kupata mapitio ukajua lile shauri namna gani ambalo limekwenda. Na niwakumbushe tu wanahabari, niliwahi kusema na nitaendelea kusema, football ya nchi inaenda inakufa. Na moja ya kifo ya football kwenye nchi pale ambapo Yanga walipokwenda kupeleka mapendekezo, baadhi ya viongozi wakatolewa. Maana yake wale unaowaleta hawawezi kwenda kufanya hukumu sahihi, kwa sababu wanaogopa kisitokee ambacho kilichotokea kwa wenzi wao. Nimeweka vizuri au nirudie lugha tata hii? Football ya Tanzania imeanza kupotea pale baada ya wao kutoa mapendekezo, nani anastahili kuondoka, nani anastahili kuja, wakakubaliwa. Chanzo cha football kufa kulianza pale. Maana yake wale ambao walioingia wataogopa kwenda kutenda haki, kwa sababu wakifikiria namna ambavyo wenzao walivyofanyaje. Kuna muda tusimame kwa kuangalia maslahi mapana ya taifa.
Amani ya nchi ipo, na moja katika watu wanaosababisha amani iwepo ni vilabu vya Simba na Yanga. Tusifike mahala tukatengeneza principle, kundi hili likafurahi, kundi hili likalia, kundi hili likaamini wana haki kama Watanzania, na kundi hili likaamini kwamba wao si Watanzania. Tunakoelekea siku, nitarejea maneno yangu. Ninachokiamini Simba na Yanga ni tunu la taifa. Wazee wetu walitengeneza wakatuachia. Kwa hiyo tuendelee kuona hili tunu la taifa, tulilinde. Kila mmoja aone kuna haki ya kula haya matunda la tunu la taifa hili. Leo hii kama mwamuzi anakwenda anafungiwa kisiri, mechi ya Simba na Azam anakwenda kufunguliwa kisiri, anakwenda kupewa maagizo kwenda kuamua kile ambacho yeye anachokiamua, sisi hatuwezi kuridhika na jambo. Lazima leo hii, nani asiyejua kwenye nchi Damaro hana mwaka katika mpira kwenye nchi? Nani asiyejua kwenye nchi hii kwamba Damaro toka aingie hana mwaka kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nani asiyejua? Leo hii watoke wahusika watutolee mifano, mtu ambaye aliopewa uraia ndani ya mwaka mmoja yuko kwenye nchi, kama watafika 10. Kwa hiyo iko kanuni nchi hii kwa mujibu wa sheria ya katiba. Nisikilize. Iko kanuni na sheria kwenye nchi ya katiba ya nchi. Mtu akiwa mcheze mpira tu apewe uraia? Bunge limepitisha. Unajua, niwaambie watazamaji wa Neri TV, mimi mtu wa mpira sana, napenda mpira, lakini kuna kitu Tanzania kinaitwa filamu. Sio mshabiki sana wa filamu, na ukiniona mimi naangalia sana filamu, napenda sana filamu za Kiswahili. Kuna filamu moja sasa hivi inatamba, inapendwa sana, inaitwa Kombolela. Niseme mimi ni mshabiki wa kuangalia Kombolela, lakini katika Kombolela mule kuna wanadamu. Nisikilize vizuri nini, wale wanadamu waliokuwepo, wale wasanii na wapenda wote na wakubali, lakini katika msanii na muappreciate, kuna mdada mmoja anaekti kuwa bubu katika ule mchezo. Sikiliza vizuri, yule bubu anafanywa vitu vibaya sana na yule mama mchawi anamuita Biti nani yule? Biti Msumi. Kuna muda ukiangalia kuna kitu yule bubu kinamkera, kwa sababu Mungu hakumpa uwezo wa kusema. Bubu anakwenda analia, bubu anasikia uchungu kwa namna ambavyo anavyotendewa si haki, lakini Mungu hakumpa nafasi ya kufanyaje, ya kusema. Laiti bubu yule angempa Mungu ya kusema, angesema dunia ingesimama. Leo mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba ameamua kusema kwa sababu yamefika kwenye moyo. Jana walianza wazee wa Simba wamezungumza, nyinyi waandishi wa habari mmekuwa mashahidi. Leo Simba imetoka hadharani, na ndio maana nikasema Simba imenifirisi, mwenyekiti amenifirisi. Mwenyekiti wa bodi anapokwenda kuzungumza, mimi na crash nini? Unamuunga mkono. Yes, 100%. Na namshukuru ametupa njia nyingi za kuzungumza. Kumbe vyombo vipo, atutengenezee sisi tuzungumze. Mwana michezo, karibu sana tuyazungumze mazuri ya kimichezo, ikiwa leo ni Jumanne tarehe 7 ya mwezi Aprili mwaka 2026. Niko na Mikoi Kisugu. Kwema ndugu yangu? Kwema, mambo vipi? Mambo zaidi. Eti habari. Za siku. Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama na afya njema. Nafikiri kwamba nilikuwa nje ya mji zaidi ya wiki moja. Nilikuwa maeneo ya Mbinga kule kwenda kufanya uzinduzi wa mashindano ya Wines Cup. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Safari ilikuwa njema, lakini jambo la faraja zaidi kuona namna ambavyo jambo lilifuata lilikuwa limefana kwa kiasi kikubwa. Nafikiri waandishi wa habari mlikuwa mashahidi, nimeona namna ambavyo jambo lilivyokwenda. Wana Mbinga wameitikia wito, walijazana wingi katika uwanja wa sisi Mbinga habari mjini, kwa maana kwenda kushuhudia. Kwa kikubwa tuchukue nafasi hii kwanza niwashukuru sana wana Mbinga. Mbinga ni wakarimu sana, wamenipokea vizuri, nimeenjoy mji wa Mbinga, nimekwenda salama, nimerudi salama. Na yako maajabu mengi ambayo Mbinga nimeona, mengine ambayo naweza kuzungumza kwenye media na nyingine ambazo siwezi kuzungumza kwenye media, lakini seme tu kwa ujumla niendelee kuombea sana wana Mbinga afya njema
pamoja na mkurugenzi wa INS Mheshimiwa Frank Ndunguru. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya.